wahudumiao kwa madhabahu, ile hema hawana ruhusa kula vitu vyake. Hawana ruhusa kula vitu vyake. Haleluya. Wacha nisome yangu pia nayo nisikie inasema namna gani. Waebrania 13 mstari wa 10. Inasema hivi. Sisi tunayo madhabahu ambayo wale wanaohudumu katika hema hawana haki ya kula vile vitu vilivyoweka juu yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alafu enda wa Korintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 18. Korintho wa kwanza sura ya 10 mstari mdogo wa 18. Waangalieni hao Waisraeli. Waangalieni hao Waisraeli walivyokuwa kwa jinsi ya mwili. Walivyokuwa kwa jinsi ya mwili. Wasilao ama wanazokula dhabihu. Je, hawana shirika na madhabahu? Hawana shirika na madhabahu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo haya ambayo umetenda, wacha Mungu mbinguni awabariki. Amen. Na kwa sababu ya haya, nataka Mungu atende jambo siku ya leo. Nataka Baba aweze kudhibitishwa, mbingu ijue kwamba niko hapa kwa ajili Baba alinituma. Amen. Kama alifungua watu macho hapa wakaona, akaponya watu waliokuwa na TB wanaenda kukufa, kwa nini asiponye Alisa? Inapona leo. Inapona leo. Amen. Ukiamini Alisa Priska unatoka kama imepona. Haitakusumbua tena. Haleluya. Amen. Maana tunataka kukubaliana na Mungu kwa lile jina ambalo liko na nguvu kuliko majina yote. Petro, unaposoma Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 29 mpaka 31, kuna mambo ambayo anasema pa. Songa mbele. Kuja tu. Nataka chap watu mnakuwa haraka. Tunakuwa katika spirit. Wakati Roho Mungu anapoanza kufanya mambo yake, wa kusoma Biblia unakuwa haraka. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 29 mpaka 31. Tunaanza kusoma. Inua mikono yako juu. Aha. Yes. Basi sasa Bwana yaangalie mateso yao. Ukaachilie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri. Yes. Ukinyosha mkono wako kuponya. Ishara na maajabu zikifanyika kwa jina la Yesu mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hata walipokwisha kuomba Mungu mahali pale palipokusanyika pakatikizika, wote wakajaa na Roho Mtakatifu wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Baba, nyosha mkono wako, ishara na miujiza zitendeke, ili Priska ajua kwamba Mungu alinituma kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nasungumzia roho ya Alisa. Hauna uwezo ndani ya maisha yake. Kuanzia sasa hautamtesa tena. Kuanzia sasa hautamsumbua tena. Kuanzia sasa hautamkoroga tena. Yehova uliyotenda kupitia kwa manabii, ukatenda kupitia kwa mitume, ukatenda uliponiahidi ya kwamba nitakapokuita Baba utaitika, nitakapokuomba Mungu utatenda. Roho ya Alisa, achilia! Achilia!
Baba, nasema ni asante kwa ajili ya uguso. Ishara na miujiza itendeka kwa jina la Yesu Kristo. Mtoto wako vile amekuja, Mungu akashuhudia, anaondoka kama amefunguliwa. Hatateseka tena, hataenda hospitali apimwe. Alisa haitamrudi tena. Asante Mungu, maana umemtendea. Hii mkono unapomwekea hii mkono ya kawaida. Yesu ukasema katika Marko 16 mstari wa 17, ukiendelea ukasema tutawekea mikono wagonjwa nao watapona. Nasimama kwa maandiko, unapomwekea mkono, Bwana wa Mungu pokea uzima, Bwana wa Mungu pokea uhai, Bwana wa Mungu pokea afya. Kila kiungo kilichokufa pokea uhai, kila kiungo kilichorekea pokea uhai katika jina la Yesu Kristo. Pigia Bwana Yesu makofi. Kama ni kwenda kupima enda pima, maana niko nasimama kwa maandiko, haitamtesa tena. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusimame kwa miguu yetu. Inua mikono yako popote ulipo, sema Bwana Yesu, mchana huu ninakuinua, ninakutukuza, ninasema ni asante kwa ajili ya umbali huu ambao umenifikisha Bwana. Baba, niko hapa kwa ajili yako, wacha nikuone. Chukua zaidi yangu, nipe zaidi yako. Chukua maisha yangu, nipe maisha yako. Chukua udhaifu wangu, nipe nguvu yako katika jina la Yesu Kristo. Pigia Bwana Yesu makofi, mtu wa Mungu. Unapopata nafasi uweze kukaa ili uweze kusikia neno la Bwana. Aleta ujumbe, kichwa chetu ni kurudi nyumbani. Ujumbe ambao Baba amenipa asubuhi ya leo ni kurudi nyumbani. Ambia jirani kurudi nyumbani. Tena mwambie kurudi nyumbani. Mwambie kwa sauti ya juu kurudi nyumbani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu yevaziwe. Haleluya. Tunaenda kuangalia maandiko katika Injili ilivyoandikwa na Luka mtakatifu sura ya 15. Nataka tusome mstari wa 7. Biblia inasema hivyo wapendwa, katika Luka 15 mstari wa 7, nawaambieni vivyo hivyo kutakuwa na furaha zaidi mbinguni kwa sababu ya wenye dhambi mmoja atubuye kuliko wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Haleluya. Mtu wa Mungu, Baba amenituma nikuja na hii ujumbe kwa ajili yako na kwa ajili yako. Sauti unayoipokea katika giza lako, kuna wakati katika maisha ambapo kelele za ulimwengu zinastakana zipate kunyamaza. Kuna wakati ambapo unaanza kuisikia sauti ndani yako, ndani ya moyo wako, ambao ni sauti ya upweke, sauti ya kuchoka, sauti ya kukuambia kwamba hapa ambapo ulipo sio mahali pako. Haleluya. Yaani mtu wa Mungu, saa zingine kusikiliza sauti, lakini kunafika wakati ambapo unaona kwamba pana, iko sauti ambayo inanisungumuzia, inaniambia mahali ambapo mimi nilipo sistahili kuwa pale. Ndio sababu Baba amenituma na hii ujumbe ya kwamba rudi nyumbani. Kwa hivyo Mungu anasema nasi siku ya leo namna gani wapendwa? Biblia inazungumza kuhusu mambo ambayo Yesu anazungumza nasi, na anatumia hii mfano ikuwe funzo kwetu. Haleluya. Akasema namna gani? Ya kwamba nakuambieni vivyo hivyo kutakuwa na nini? Na furaha zaidi mbinguni kwa sababu ya yule mmoja aliyekuwa amepotea na akapatikana, kuliko wale 99 ambao wako pale tu, hawana hata haja ya kutubu, hawana hata haja ya kurudi ama kumuomba Mungu. Amen. Maana tayari wale wako pale. Lakini kuna mmoja ambaye alikuwa ametoka, amepotea, ameenda nchi ya mbali. Nataka tuongee kuhusu athari za kwenda katika nchi ya mbali ama katika nchi ya ugenini.
Mpendwa, unapoenda katika nchi ya ugenini kuna hatari zake. Haleluya. Hebu tusonge mbele tuangalie mstari wa 13. Biblia inasema namna gani? Baada ya muda mfupi, yule kijana mdogo akakusanya vitu vyake vyote alivyokuwa navyo, akaenda nchi ya mbali, na huko akatapanya mali yake katika maisha ya anasa. Hii ni hadithi ambayo tena Yesu anatupa kuhusu baba mzuri aliyekuwa na watoto wake wawili. Kijana mdogo aliweza kumwambia baba yake, nipe sehemu ya mali yangu niende nikaishi maisha yangu. Baba alipompa sehemu yake, maandiko inasema kwamba na kijana aliweza kwenda nchi ya mbali. Sema nchi ya mbali. Na akiwa katika nchi ya mbali, maandiko inasema aliweza kuishi maisha ya anasa, akaharibu mali yake. Sema maisha ya anasa. Akaharibu mali yake. Kwa hivyo watu wa Mungu, nataka tuzungumzie kuhusu athari ama shida za kuishi nchi ya mbali ama nchi ya ugenini. Wakati mtu ukienda kwa nchi ya ugeni, nchi ambayo sio yako, jua ya kwamba siku moja utarudi pale ulipotoka. Ukienda nchi ya wenyewe, usije ukakaa ukasahau ya kwamba kuna mahali ambapo uliweza kutoka. Haleluya. Mtu akasema nyumbani ni nyumbani. Kwa hivyo unapoenda katika nchi ya mbali, Bwana Yesu asifiwe, kuna mambo matatu makubwa ambayo nataka tuangalie kutokana na vile neno la Bwana limetuzungumzia. Jambo la kwanza, kuna kuwa na njaa. Huyu kijana alipoenda nchi ya mbali, akatumia mali yake aliyopewa. Ilipokwisha, kitu alichoona cha kwanza ilikuwa ni kuona njaa. Yaani unakuja unatumia ile ambayo umekuwa nayo. Kama ni fedha, kama ni chakula, kinafika mahala kinakwisha. Baada ya kuisha, kinachofuata ni kukuwa na njaa. Pia kuna njaa ya kiroho. Mtu wa Mungu kienda kwa nchi ya mbali, kwenda nchi ya mbali katika ulimwengu wa kiroho, ni kusonga mbali na Mungu, ni kufanya mambo ambayo haimpendezi Bwana, ni kuishi maisha ambayo sio matakatifu. Hapo mtu wa Mungu umeenda nchi ya mbali. Halo. Kwa hivyo tunaona Biblia inatueleza namna gani nchi ya mbali. Jambo la kwanza linalopatikana pale ni njaa. Katika ulimwengu wa kawaida, kijana aliona njaa, alihisi kana kwamba hana kitu ya kukula. Mtu wa Mungu, katika ulimwengu wa kiroho, tukienda nchi ya mbali pia tunakuwa na njaa ya kiroho. Uhusiano wetu na Mungu unakatika. Ni kwa sababu gani? Alimalizia mali yake yote kwa anasa. Haleluya. Anasa ni mbaya. Shetani anapokuteka nchi ya mbali, anakuelekeza katika anasa. Anasa inakufanya uone kwamba maisha yako mazuri, kumbe mwishowe maisha ni kilio na taabu. Maisha ya anasa ni maisha hatari. Maisha ya anasa ni maisha ya kilio. Maisha ya anasa ni maisha sio mazuri. Haleluya. Kijana wakati alipokuwa anakula mali yake, hakujua kwamba hii mali inapunguka, na hakujua kwamba iko siku moja atakosa hata hiyo chakula cha kukula, aanze kutaabika na aanze kusumbuka. Aliona njaa. Jambo la pili, mtu wa Mungu, ukiwa katika nchi ya mbali, unaishi maisha ya utumwa. Wakati alipokuwa kwa nchi ya mbali, akatumia mali yake ikaisha. Kilichobaki, aliamua kutafuta kazi ya kulisha nguruwe. Aliyekuwa mwana wa mfalme sasa akaenda kufanyia watu kazi ili aweze kupata chakula. Na kazi aliyoifanya, mimi nimefuga nguruwe, naelewa hizo kazi. Alifanya kazi sio kuwa mzuri, labda mazingira ilikuwa mabovu. Na ukisoma Biblia inasema namna gani aliweza kukula makombo akitaka kujisibisha tu. Hakukula chakula cha kushiba,
ambapo ilimbidi wakati akilisha nguruwe aweze pia kula makombo ambayo nguruwe imekula. Makombo ni chakula ile ambayo imebaki, yale mabaki. Wakati nguruwe anakula hayo, huyo kijana naye pia aliweza kujizidisha na hayo. Nchi ambayo mpendwa inakufanya na kuwa mtumwa, inakuondolea ile heshima yako. Licha ya kuwa huyu kijana alikuwa ni mwana wa mfalme, licha ya kuwa ni kijana ambaye alikuwa na jina, lakini wakati alipoenda kwa nchi ya mbali, alipotoka uweponi mwa baba yake, akatumia mali yake kwa njia isiyofaa, maisha yake ilipokuwa inasoroteka, alipokosa hata kitu ya kukula, kilichobaki ni kukula kile kilichopatikana. Kienda kwa nchi ya mbali, kuwa tayari kukula kile kitakachopatikana. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Heshima ilitoka, anakuwa mtumwa. Anaambiwa nguruwe wameogeshwa, anaambiwa nguruwe wamekula, anaambiwa maana wametafuta chakula, na matusi na maneno mengine na mengine. Tunaelewa vile watumwa hao wanapelekwa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo la tatu, ile kutambulikana kwa kiwango ambacho alikuwa kulipotea. Aliyekuwa mwana, aliyekuwa mheshimiwa na watu, maana maandiko inasema na baba yake alikuwa na wafanyikazi watumwa pia chini yake. Kulikuwa na watumwa, kulikuwa na wafanyikazi waliokuwa pia. Huyu mwana alikuwa na watuma, pelekeni maji ng'ombe wetu wakunywe. No, watumwa wafanyikazi wanapeleka. Lakini yeye sasa ndiye ameingia kwa ile kiapo. Yeye ndiye anaambiwa fanya hivi na anafanya. Nchi ya mbali inakufanya ile kitambulisho itakutambulikana, wewe ni fulani wa fulani, ile heshima inakuja kupotea. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpendwa, hata ndivyo vile vilivyo. Wakati umeokoka unakuwa na kitambulisho. Haleluya, unakuwa na heshima. Lakini wakati ukisonga mbali na uwepo wa Mungu, ile heshima inatoweka. Watu watakuita majina yote. Tena sana sana ile majina machafu ndio ile ambayo watakupatika, watakubandika. Haleluya, amen. Maana hauna ulinzi. Hakuna uwepo wa Mungu juu yako. Lakini mtu wa Mungu alitumia mali yake akamaliza, akawa hana kitu ambacho alibaki nacho. Hebu tuangalie mstari wa 17. Biblia inasema namna gani? Lakini alipozingatia moyoni mwake, akasema, ni watumishi wangapi waliotarajiwa na baba yangu ambao wana chakula cha kuwashibisha na hata kusasa, bali mimi hapa ninakula na kufa kwa njaa. Mstari wa 18 akasema, nitaondoka na kurudi kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimetenda dhambi mbele za Mungu na mbele yako. Haleluya, amen. Kijana alifika wakati akasema, enough is enough. Hii hali imenitosha. Nimechoka na kulisha nguruwe, nimechoka na kukula makombo, nimechoka kuishi maisha ambayo haifai, maisha ambayo haina jina. Wakati mtu wa Mungu nasonga mbali na Mungu, maisha yako inakuwa ovyo. Unaishi hivi tu, hauna ulinzi katika maisha yako. Haleluya, amen. Lakini jambo mzuri ambalo linatendeka hapa ni kwamba inafika wakati anajirudia mwenyewe. Napenda hiyo mstari. Yaani alijiita mkutano, akasema, ni kwa nini nikae kwa hii hali? Kwa nini niteseke hivi? Na kule nyumbani baba yangu pia ana wafanyikazi, na kule nyumbani wanakula chakula mpaka pia kinabaki,
kule nyumbani mpaka kingine wanatupa. Kwa nini nateseka na kuna makobo? Mtu wa Mungu, Baba amenituma ya kwamba nikusungumuzia siku ya leo. Haijalishi hali ambayo uko ndani leo, haijalishi maisha unayopitia leo, haijalishi changamoto unazopitia leo. Haleluya! Unaweza kuwa unakula makobo, unaweza kuwa unaishi maisha ya kujuta, unaweza kuwa unasema nini nilifikisha hapa. Nimekuja kuambia haujafika mwisho wa maisha yako. Nimekuja kuambia hiyo ni hatua tu ambayo Mungu amekupitishia ndani. Labda umekuwa kwa kipindi cha kutayarishwa, lakini wakati unapojirudia mwenyewe useme ya kwamba kwa nini nahangaika, ujue ni kwa nini unateseka, na useme Baba, nitatoka kwa hii shida. Nimetoka na kuchekelewa, nimetoka na kudharauliwa, nimetoka na matusi, nimetoka na kazi ngumu. Nataka nirudi nyumbani, maana kwa Baba yangu yeye ana vyakula vingi, yeye ana wafanyikazi wengi, wanakula mpaka wanabakisha. Nimeamua, nimefanya uamuzi moyoni mwangu, ninarudi kwa Baba yangu. Ninasema Baba, nimerudi. Sema nimerudi. Sema Baba, nimerudi. Sema Baba, nimerudi. Nimetoka. Nimeishi maisha ya kuteseka. Haleluya! Akasema Baba, nimerudi Baba, na kaanguka. Na wakati baba yake alipomuona baba, na kaona ni mtoto wake, maandiko inasema alipomuona kwa ubaya, chama nisimama. Haleluya! Huyo ndio baba nimemuona. Alipomuona mtoto wake, hakuangalia kwamba alichukua mali yake. Baba alipoona mtoto, na mtoto alipoenda akamkumbatia, akasema Baba, nimekosa. Baba, nimekosa. Ulinipa mali, sikujua itaisha, sikusikia maneno yako, nikaenda kwa nchi ya mbali. Baba, nimeteseka. Baba, nimemisha moyo. Baba, nimeumia. Baba yake akasema, mwanangu, usilie, usiteseke, using'ang'ane, karibu nyumbani. Haleluya! Haleluya! Haijalishi mtu wa Mungu wapi ambapo umefika. Alipomuona akainua sauti, akaambia wafanyikazi wake, tafuteni kondoo ambaye amenona zaidi kuliko wote. Tafuteni kazi iliyo nzuri, mlete nimvalishe. Baba yake akaangalia kondoo, akasema ndio hii, chinjeni hii, chinjeni hii, chinjeni hii, mwana wangu akule. Kwa sababu alikuwa amepotea na sasa amepatikana. Alikuwa amekufa na sasa yuko hai. Haleluya! Yasakatarabo, rabaka sakatakataba, remamamo, yekatarabo. Yana akasema amerudi nyumbani. Wakati mpendwa ukirudi nyumbani, mambo hutendeka isiyo kawaida. Biblia inasema kwamba mbingu ilisimamishwa. Baba alisimamishwa mbingu. Baba alisimamishwa mbingu kwa ajili ya yule aliyekuwa amepotea. Malaika wanashangilia. Kila kitu mbinguni kinapigwa saluti. Haleluya! Mpendwa, uko hapa, sijui ni uwasha gani ambao umeyapitia, sijui ni nchi ambao umeifika, sijui ni nini ambacho kimepitia maishani mwako. Nataka nikuzungumzie ya kwamba kuna neema na kuna mara ya pili. Sema kuna mara ya pili. Kuna mara ya pili. Baba ananizungumzia ya kwamba alikwambia upendwa, wewe ambaye uko mahali hapa, ya kwamba utakaporudi nyumbani Mungu anakupokea tu. Nchi ambayo ulipoenda anasa ikakupokea. Mara ya kwanza ikakudanganya, ukaona kwamba uko sawa. Mara ya kwanza ikakudanganya, ukaona kwamba una marafiki. Mara ya kwanza ikakudanganya, ukaona kwamba unapendwa. Ulimwengu ilipokugeuka ikakuacha peke yako, ukaanza kuchekelewa, ukaanza kudharauliwa. Haukujua ya kwamba kumbe maisha imeharibika. Nimekuja
kuja nikwambie ya kwamba Baba anakuita, anasema rudi nyumbani. Baba leo amenituma tu kwa mtu mmoja, hajanituma kwa kanisa, hajanituma kwa watu wengi, hajanituma kwa umati, amenituma kwa mtu mmoja tu. Wewe ambao unaisikiliza hii sauti, wewe ambao unasikiliza ujumbe huu, ni wewe yule ambaye Baba amenituma kwako. Fungua moyo wako sasa, fungua moyo wako sasa, mwambie Yesu, niko hapa, nataka kurudi nyumbani. Nimeishi maisha ambayo haikupendezi, nimepitia changamoto nyingi. Haleluya. Baba akasema, mwanangu njoo, mwanangu njoo, mwanangu njoo. Baba hakujali, hakuona harufu ya nguruwe, hakuona matope, hakuona kinyesi cha nguruwe, hakuona mtoto wake amekonda. Yeye alipoona mtoto wake kama mzazi, akakumbuka, hii ni uzao wangu, hii ni damu yangu, hii ni mtoto wangu. Alisema njoo, alisema njoo, alisema njoo. Haleluya. Inafika kipindi mpendwa, katika maisha yako mtu anaweza kudanganya akakutoa kwa uwepo wa Mungu. Rafiki anaweza akakudanganya akakutoa katika uwepo wa Bwana. Baba amekuja nikujulishe, amekuja nikuambie, amekuja nikusungumuzie ya kwamba siku hii ya leo unaposikiliza ujumbe huu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Unaposikiliza ujumbe huu, fungua moyo wako, fungua moyo wako, fungua moyo wako, fungua moyo wako, fungua moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Wakati akiwa kwa nchi ya mbali, hakujua kwamba hali itakuwa ngumu, hakujua kwamba maisha itabadilika, hakujua kwamba changamoto ziko mbele, hakujua kwamba marafiki watamwacha. Ukiwa kwa nchi ya mbali, utakuwa na marafiki wengi, wale ambao kukula mali yako tu, wale ambao kukula vile ambao ulivyo navyo. Wakati vinavyokwisha, wanakukimbia, wanakuacha, wanaanza kukusengenya, wanaanza kukuongea, wanaanza kukuzungumuza, wanasahau waliishi kwako, wanasahau walikula kwako, wanasahau walitembea na wewe. Sikia vile neno la Mungu linasema. Haleluya. Biblia inaendelea kusema namna gani? Mstari wa 21. Alipojirudia akafika kwa baba yake, hata yule mtoto akamwambia baba yake, Baba, nimekosa mbele za mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwanao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alisema nimekosa mbele ya mbingu, nimekosa mbele ya wanadamu, nimekosa. Watu wa Mungu tukienda nchi ya mbali, nimwambia sifa yetu kuharibika, maisha yetu kuharibika. Yaani shetani anapokuchukua, anapokufanya wake, anapokufanya mtoto wake, anapokufanya rafiki wake, huharibu maisha yako na unaona kwamba anakusaidia, huharibu mienendo zako na unaona kwamba unakusaidia. Baada ya hapo, akishaona maisha yako ameyavuruga kutosha, anaruka kanda na kuacha na anaanza kuchekelea. Anaanza kusema mwangalie, anaanza kusema yeye amekuwa fulani, huyu ndiye amekuwa na pesa, huyu ndiye amekuwa na gari, huyu ndiye amekuwa ingia mahali mji yote inaogopa. Leo hapo wapi? Hana chochote. Haleluya. Simama kwa miguu yako. Wherever you are, just rise up on your feet. Simama kwa miguu yako mpendwa.
Nataka tu ndani ya moyo wako, inua mikono yako popote ulipo. Inua mikono yako. Nakwambia Mungu amenituma leo kwa mtu mmoja tu. Ni mtu mmoja tu. Ukijua ni wewe, kimbia mbele. Sitaki niita mtu na sitaki nichukue muda. Ukijua Baba amenituma kwa ajili yako, kimbia mbele. Unapofika inua mikono yako juu na ufunge macho yako. Mwambie Mungu ya kwamba niko hapa Baba. Nataka unipokee. Nataka unikubali. Nataka unikumbuke tena. Kilio chako kimefika kwa Mungu. Mateso yako imefika kwa Mungu. Mahangaiko yako imefika kwa Mungu. Baba anatendea mtu hapa. Rakatala boboboba. Rekepo makazakata. Rekepo kazakata. Baba nimekuomba, tenda ishara mahali hapa. Tenda ishara mahali hapa. Tenda muujiza mahali hapa. Ili watu wako wakuone. Baba, watoto wako wakuone. Baba, vile wamesimama. Mara ya kwanza tenda muujiza. Mara ya pili tenda muujiza. Mara ya tatu tenda muujiza. Kwa jina la Yesu Kristo. Ndio hiyo. Tenda. Kwa jina la Yesu Kristo. Henda. Kuna kitu ambacho kinatendeka sasa. Kuna jambo ambalo Mungu analitenda. Mungu anakuondolea aibu. Anakuondolea madharau. Anakuondolea kuchelewa. Anabadilisha jina lako. Anabadilisha hali yako. Mwambie Baba nimerudi. Mwambie Bwana nimerudi. Inua sauti. Inua. Enda.